kutujalia kupata ubingwa, na tunawashukuru wachezaji wetu kwa kujitoa, kujituma na kupambana na kufanikisha kupata ubingwa huu wa kombe la Muungano. Lakini ubingwa huu una maana kubwa sana na una thamani kubwa sana kwa sababu tumemfunga mtu ambaye tulikuwa tukimhitaji kwa muda mrefu. Thamani ya kombe la Muungano sio kombe lenyewe. Thamani ya kombe la Muungano sio milioni 150 tuliyoipata. Thamani ya kombe la Muungano ni kwa sababu tumefanikiwa kumfunga mtani wetu, tumefanikiwa kumfunga mtu ambaye ametusumbua kwa muda mrefu. Hapo ndipo kwenye thamani ya kombe hili la Muungano. Ushindi wetu wa jana ni ushindi wenye thamani kubwa, ni ushindi wenye maana kubwa, ni ushindi ambao umefufua Simba Sports Club na ni ushindi ambao umetuzaa upya Simba Sports Club. Pengine Ahmed, kombe linaelekea msimu mwingine pia, kwa maana kwamba mpata kombe la Muungano na kombe la Ligi. Itoshe kusema hii ni taswira ya moja kwa moja kwamba Simba mmerejea upya katika ubora wenu na vikombe vitaendelea kurejea Msimbazi. Safari moja huanzisha nyingine. Ukiangalia misimu miwili iliyopita tulikuwa tunamaliza msimu bila kupata kombe la aina yoyote, yaani katika makombe yote ambayo tunashiriki msimu unaisha bila kombe la aina yoyote. Hiyo haikuwa kwa bahati mbaya, ni kutokana pia na timu yetu haikuwa na ubora wa kutosha kuweza kuleta hayo. Msimu huu kuna mabadiliko kidogo na kuna utofauti mkubwa, kwa maana unaona na haishangazi kuiona Simba inapata kombe lake la kwanza, lakini kama haitoshi, haishangazi kuona Simba tunaweza tukamfunga mtani katika mechi mbili mtawalia. Kwa hiyo ni picha halisi ya kwamba tunayo timu bora sana msimu huu ya kuweza kutupigania na kutuheshimisha. Kwa hiyo tumeanza na kombe la Muungano. Mimi naamini makombe mengine yanakuja, sababu kombe hili la Muungano limerejesha kitu muhimu ndani ya timu yetu, nacho ni confidence. Wachezaji sasa wanarejelea kwenye ile hali yao ya kujiamini ya kwamba tunaweza tukafanya moja mbili. Hata mashabiki vile vile wamerejea upya kwenye ubora wao wa kujiamini ya kwamba tuna uwezo wa kufanya moja mbili tatu. Pengine kwanza dhidi ya Yanga, pengine hii inaweza kuwajengea confidence sasa kuelekea katika mchezo unaofuata tarehe 3 na mechi na hiyo ndio ushindi wetu mkubwa sisi, kwa maana ya confidence. Hicho ndicho ambacho tulikuwa tunakitafuta Zanzibar. Ilikuwa ni patapotea. Kama tungepoteza, maana yake tungezidi kuwa demoralized, tungezidi kupoteana, lakini tukasema no, tuna timu nzuri, twendeni tukapambane. Tukishinda, maana yake tutakuwa tumeamsha upya hali yetu ya kujiamini katika timu yetu. Kwa hiyo ushindi huu umeongeza hiyo hali ya kujiamini katika timu yetu. Ukishafungwa mara 5 mara 4 against mpinzani mmoja, kuna wakati unajiambia kwamba huyu mimi simwezi. Lakini ushindi huu wa jana umewaambia wanasimba kwamba sisi huyu tunamweza na tunamudu vizuri. Pengine Ahmed, jana tumeona refa kutoka Kenya akiwa ni mgeni, tarehe 3 mnarejeana tena. Za chini inasemekana kwamba pia kuna marefa mengine kutoka Morocco. Nyie kama Simba mnaridhishwa na ujio wa marefa wa kigeni? Yes. Kwanza lazima niweke wazi, hayo ni makubaliano ya timu zote mbili, Simba na Yanga. Kwenye kikao tulichoketi mwaka jana tukakubaliana ya kwamba katika mechi za dabi waamuzi watoke nje ya Tanzania. Hii ni baada ya kujiridhisha ya kwamba waamuzi wetu hapa wana changamoto nyingi ndogo ndogo ambazo zinawafanya washindwe kumudu mechi za dabi. Sio kama hawana uwezo, wana uwezo mkubwa, lakini wana hizo changamoto ndogo ndogo, ikiwemo kutokuwa na hali ya kujiamini na kukwepa ama kuogopa lawama. Kwa hiyo tukakubaliana hivyo. Ndio maana mechi iliyopita ile alikuja mwamuzi kutoka Misri akachezesha, tukafungwa ile mechi, hakukuwa na malalamiko yoyote. Na haimaanishi kwamba hawa waamuzi wa nje hawana makosa, wana makosa mengi vile vile na wenyewe.
wana madhaifu mengi vile vile na wenyewe, lakini kidogo afadhali wana uwezo wa kutafsiri kila kitu kwenye na kuna wakati wana uthubutu wa kufanya vitu ambavyo sisi pengine watu wetu hawana. Hawa waamuzi sio kama hawalaumiwi kwenye ligi za kwao, ndio maana dabi ya Cairo kwa maana Zamalek na Al Ahly Al Ahly wanataka waamuzi watoke nje ya Misri, alafu sisi dabi ya Dar es Salaam tunakwenda kuchukua waamuzi kutoka Misri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu waamuzi wetu wa ndani wameshindwa kuipa dabi. Mechi iliyopita ya dabi nyote ni mashahidi. TFF iliamua kuwajengea uwezo wa waamuzi wa ndani, wakawapa mechi. Kila mmoja nakumbuka kilichofanyika, goli halali kabisa. Hata line 1 angekuwa kipofu, ile goli angeliona na angesema ni goli, lakini kwa makusudi ya wazi kabisa line 1 alikataa. Sasa ile inaturejeshea sisi, kwa mfano kama mechi ile ya dabi ya kwanza wangechezesha vizuri, dabi hii ya pili wangeweza kutoa tena waamuzi wa ndani wakachezesha, kwa sababu tayari tuna evidence ya kwamba wamefanya vizuri mechi iliyopita. Lakini mechi ile baada ya kupewa wakavurunda kwa makusudi. Sasa uwezi kuendelea kuwapa watu waendelee kufanya makusudi. Mwamuzi wa jana kutoka Kenya amefanya makosa mengi na yeye. Kwa mfano yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anapata kadi mapema tu za njano nyingi kwa kuchovya, sijui umeelewa, lakini akamlealea hivyo kupewa kadi sawa, lakini akaja kuonesha utofauti wa yeye na waamuzi wetu, na ili watu lazima wakubali. Akaja kuonesha tofauti kwenye dakika ile. Mimi nina uhakika kwa 100% kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 15 kwenye mpira wa miguu, mwamuzi wa Kitanzania kwa dakika ile asingetoa penati. Nina uhakika huo, lazima angelembalemba tu pale, lazima angelembalemba tu pale, angeogopa lawama, angeona siku dakika zimeisha, yani angekuwa na fikra nyingi. Mwisho wa siku angeamua kupeta na sio penati. Ni sawasawa na mwamuzi wa mechi yetu iliyopita, aliamua kwa makusudi ile mechi iishe sare, kwa sababu ikiwa sare hakuna upande ambao utalalamika sana kuliko mtu akifungwa. Kwa hiyo akaamua kufanya ile mechi kuwa sare. Ndio hata hii mechi ya jana ingekuwa ni mwamuzi wetu hapa, nina uhakika kwa 100% kubwa angeamua kuifanya sare ile mechi, japo ilikuwa haina sare, lakini penati ile angeikataa. Akili yake namwambia acha nivumilie dakika moja niwapeleke kwenye matuta wakauane kwenye matuta. Lakini nimeona yule mwamuzi pamoja na madhaifu yake yote, lakini amefanya kitendo ambacho watu wetu wasingeweza kufanya. Akafunika tuta dakika ya 118, bado dakika moja penalti tumepata na Simba tumeshinda kihalali kabisa. Nyapara bado inaendelea kama sasa wanatamani mwamba Lusaka arejee tena kama Chama na Simba damu. Niliwaambia Chama amerudi na makombe yamerudi ndani ya Simba. Chama ana DNA ya mafanikio ndani ya timu yetu. Utulivu wake, exposure yake na experience yake zinatusaidia sana Simba Sports kwenye kupata mafanikio. Hata ile penalti kama angekuwa ni mchezaji mwenye wahaka pale, maana yake baada ya mpira kupata ule alikuwa anapiga moja kwa moja, lakini Chama akatulia na mali. Mchezaji amekuja akamfinya yule, akaingia kwenye miguu ya Chama na ikawa penalti. Kwa hiyo ni utulivu wake wa hali ya juu umeendelea kuwa msaada mkubwa Simba Sports, na ndio maana tunamwita kingunge. Anaendelea kutamba gerezani hapa. Jana ni kama ulikuwa unaangalia mpira ukiwa na pressure kubwa. Ya mechi ya jana haikuwa na ubora na kukufanya utulie na relax. Mechi ya jana ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu kwa maana ya kwamba wapinzani wetu na wenyewe walikuwa bora sana kwenye
Kuna wakati walikuwa wanatushambulia, kuna wakati walikuwa wametuzidi, kuna wakati walikuwa wametukamata, kuna wakati unaona kabisa hapa tunafungwa, kuna wakati unaona hapa mambo leo ni magumu. Ilikuwa ni mechi ambayo imetawaliwa na mpishano wa vipindi tofauti na mechi ile ya kwanza. Mechi ya kwanza Simba tuliangalia kwa starehe kubwa, kwa sababu tulimtawala pakubwa sana mpinzani. Mechi ya jana ilikuwa tofauti, mpinzani naye alikuwa anapatua. Kwa hiyo mechi ilikuwa na presha kubwa, hatukuangalia kwa raha. Tumekuja kufurahi baada ya penati na tukafurahi zaidi baada ya goli. Kombe ambao walikuwa kwenye mpango wao kabisa, wao wanalenga zaidi mchezo unaofuata. Wanasema ile kombe ambalo mmebeba alikuwa katika mpango wao msimu huu. Sidhani kama wanasema mechi ya tarehe 3 ndio mechi ambayo wanaitolea macho na yenye maana kubwa sana. Sijui wao watasemaje, watajua wewe wenyewe, lakini kwa lugha nyepesi tu, hizo ni sizitaki mechi hizi. Wao walikuwa na mpango na kombe, hawana mpango na kombe. Sisi tumewafunga, hicho ndicho ambacho sisi lakini hatujamalizana. Tunakwenda kwenye mechi ya tarehe 3. Hiyo ndiyo mechi muhimu zaidi kwetu. Ahmed, Steve Barker kila namna ambavyo anafanya mabadiliko imekuwa silaha kwa Simba. Mechi zaidi ya 5 mabadiliko yake yameleta impact kubwa kwa Simba. Hii inaonyesha Simba na mwalimu wa kariba gani na anaweza kuwafikisha nchi ya hadi kwenye michuano mikubwa ya CAF. Kwa lugha nyepesi tu tunaweza kusema ya kwamba Steve Barker ndiyo kocha bora tulikuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Wala hauhitaji ramli, hahitaji calculations za desimali, wala hazihitaji chochote. Steve Barker ndiye kocha bora tuliyekuwa naye katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Amedhihirisha hilo kwa ubora wake, amefanya hivyo tangu amekuja, na ameibadilisha Simba na kuifanya kuwa timu tishio na timu bora hivi sasa. Mara chache sana katika fainali timu moja kuchukua zaidi ya tuzo 5. Simba Sports Club ukiacha kombe alilochukua amechukua zaidi ya tuzo 4. Hii inaonyesha ubora wa kikosi chenu. Ukiona timu inachukua tuzo zote, manake hiyo timu ni bora. Hatujachukua ubingwa kwa kubahatisha, tumechukua ubingwa kutokana na ubora wa timu yetu ambao umetamalaki kila eneo. Tuna golikipa bora, na mind you, aliyechukua tuzo ya golikipa bora ni golikipa namba 2 wa Simba Sports Club. Just imagine kama angecheza golikipa namba 1. Mfungaji bora ni mshambuliaji kutoka Simba Sports Club, Selemani Mwalimu. Na Selemani Mwalimu, ndugu zangu waandishi wa habari, Selemani Mwalimu amewafunga Yanga mara 2 mfululizo. Na ipi sana ile iliyokataliwa? Amewafunga kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC pale Zanzibar na amewafunga jana. Jambo nyingine kuhusiana na ubora wa waamuzi nitaka kusahau. Yes, mnaonaga Diara namna ambavyo anakoromea waamuzi wetu. Si mnaonaga namna ambavyo anawakoromea. Jana mmeona amefanya hivi? Jana mmeona Diara anamkoromea mwamuzi? Au pengine anakumbuka adhabu ya juzi kati hapa. Adhabu pengine. Baada ya penalti mliona anamfuata mwamuzi kumkoromea. Mnajua kwa nini? Kwa sababu anamwogopa yule mwamuzi. Waamuzi wetu wanakosa kuthubutu, wanakosa kujiamini. Una kadi mfukoni, mchezaji anakuja anakuzonga zonga, kwa nini usimwadhibu? Wanakosa huo uthubutu, wanakaa pale wanaogopa. Lakini kwa nini jana Diara hakumsumbua mwamuzi? Kwa nini hakuenda kumkoromea? Kwa nini hakuenda kumfanyia vurugu? Kwa sababu wanajua nikimfuata huyu anajiamini na kazi yake, anayejua kazi yake, ataninyoa. Sisi watu wetu wanakosa huo thubutu, wanakosa hali ya kujiamini. Sheria inakuruhusu mchezaji akikuzonga zonga, kama sio nahodha unamuonesha kadi. Hawafanyi hivyo, wanalemba tu. Umeona ile mechi ya Dodoma na Mtibwa na nani, mwamuzi anabugudhiwa, anadhalilishwa, amekaa tu maskini Mungu hivi. Sasa nani atakupa mechi kubwa wa namna hiyo?
huna uthubutu wa kusimamia sheria. Lakini jana mmemwona amefurukuta, alikuwa ametulia tu namna hii, anasubiri kufungwa na Gomez. Kwa hiyo Gomez ndio mchezaji ambaye amewafunga mechi 2 Yanga, amewafunga kwenye NBC na kawafunga kwenye Muungano bado tarehe 3. Inaonekana Pacome alikuwa anaenda kushambulia, kuna clip ikakuonyesha, kamera ikakuonyesha ulikuwa unashusha pressure hivi. Mechi ilikuwa ngumu, lazima tukiri. Kwa hiyo pressure, homa lazima zipande. Haikuwa mechi ya kustarehe, ilikuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Kwa kila kitu hadi mapigo ya damu yalikuwa muda mwingine damu ilikuwa inatoka kwenye mishipa ya damu inapita kwenye mishipa ya hewa. Mambo yalikuwa magumu sana. Kwa kumalizia, Dickson Kibabage licha ya kuwa na kiwango bora, kombe lake la kwanza Msimbazi, bado la pili, bado la tatu. Kikubwa Mungu tu. Swali la mwisho. Nafikiri itakuwa mchezo wa aina gani kwa sababu umetoka kwenye mchezo mkubwa umeshinda mbilingi. Utakuwa na mchezo wa aina gani tarehe 3? Mnasikia kengele ya kanisani hiyo anaitwa ili kanisa kongwe hili enzi za ukoloni. Amejenga mkoloni, kanisa la zamani sana, la kitambo kweli kweli. Kwa mitaa yako ni zamani sana. Kwa mitaa yako Posta Posta nimeishi sana. Mechi ya tarehe 3 itakuwa ni ngumu maradufu ya hii ambayo tumecheza jana. Kama unadhani jana umeona mechi ngumu, basi tarehe 3 ndio mtaona mechi ngumu zaidi, kwa sababu kwanza mpinzani wetu amepata hasira baada ya sisi kumfunga, lakini pili Simba tumepata hali ya kujiamini baada ya kushinda jana. Sasa tunaelekea kwenye hii mechi kukiwa kuna vitu viwili hapa. Sisi tumejiamini, yani tumepata hali ya kujiamini, confidence level yetu imepanda, lakini mpinzani wetu baada ya kumfunga jana hasira zake na yeye zimeongezeka. Kwa hali ya kujiamini na hasira za mpinzani zinakwenda kukutana. Kikosi kimerejea leo kutoka visiwani Zanzibar. Muda huu vijana wanapumzika tu kidogo. Baada ya hapo tunaingia kambini wa leo kwa ajili ya kuanza maandalizi ya tarehe 3. Sina hakika performance ya kiufundi itakuwaje, maana jana wachezaji wa timu zote mbili walikuwa wako hoi kweli kweli. Sina hakika kiufundi mechi itakuwaje, lakini naweza nikaashumia kwamba itakuwa ni mechi ngumu, ni mechi bora, ni mechi ya kwenda sisi wana Simba kwenda kupigania uhai wetu katika ligi kuu ya NBC msimu huu.